Okay. Habari ya asubuhi tena. Ninafurahi sana pia wakati mwingine kuweza kufika hapa kwenye studio zetu za RCM Radio, na pia leo hii nashukuru Mungu kwa sababu kwa upande wetu wa New Generation Mungu ametujalia, na kila wakati huwa tunakusanyika mahala hapa ni kwa ajili ya kuweza kujifunza mawili matatu kwa ajili ya vijana, kwa sababu New Generation Show huwa kwa wakati mwingi inazungumzia masuala ya ambayo yanahusiana na vijana zaidi, na pia inahusiana sana katika masuala ya vijana katika kukua kwao kiroho na pia maisha yao ya kawaida. Na nashukuru Mungu kwa sababu leo hii tumeweza kufika tena mahala hapa, na nimepata kuwa na wageni ambao watakuwa wakijiintroduce ili tukaweze kuenenda pamoja na wao, na na imani ya kwamba kama kwa wale ambao wanatutazama na wale ambao watafuatilia hata mafundisho haya kwenye mitandao zetu hapa RCM, wataweza kupata kuyasikia na pia kujifunza mengi kuhusiana na haya yote. Kwa hivyo leo hii nimeweza kupata wageni, na tutaanzia pande ile ili tukaweze kupata kuwajua kwa majina yao. Kwa hivyo brother, tuanzie kule tukija hivi, jina lako na kule ambako umetoka, na itakuwa ni vyema tunapoendelea kwa pamoja. Karibuni sana. Okay, ni asanti sana. Yeah. Kwanza nataka nichukue fursa hii na kukushukuru kwa ajili ya kutualika hapa siku hii ya leo. Amen. Kwa show ya New Generation. Yeah. Kwa majina naitwa John Maeri. Yeah. Mwanafunzi. Yeah. Na naongoza kikundi ambacho kinaleta vijana pamoja katika kueneza Injili. Kikundi chenyewe ni kikundi ambacho kinaguza mioyo ya watu. Na nashukuru sana kwa neema hiyo na kibali. Ni asante. Amina. Karibu sana brother John Maeri. Tusonge hivyo ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa majira haya ametuwezesha, tumekutana mara nyingine tena katika kituo hiki. Kwa majina naitwa John Onzere. Tushirikiane kwa pamoja, usikose hata nukta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Asante, karibu sana brother Onzere. Okay. First, my name's I'm Christopher Ehuya, and I don't take this time for granted. God has given us times to be here. I know many people would have liked to see this day, but they couldn't see this day, so we must thank God for that. And I hope we are going to have a good session here today. Thank you. Asante sana brother Christopher. Karibuni sana. Kwa hakika kama kuna yule ambaye amefurahi sana ni mimi hapa, kwa sababu wakati ambapo unamkaribisha mgeni kwako, alafu huyo mgeni anatii sauti then anakuja, ina maana kuwa huyo mgeni ni wa baraka kwako. Si ni ukweli? Kwa hivyo asanteni sana. Tunapoanza na kujadili yale ambayo labda yanahusiana na vijana kama kawaida yetu, nataka niwaambie kwamba watazamaji wetu, unapozidi kufuatilia na kujifunza pamoja nasi, ukiwa na swali labda ambalo unaona ya kwamba ungependa kuuliza baada ya kusikia haya mahojiano, basi hilo swali liandike kwenye comment section yetu ya hapo chini. Itakuwa ni vyema zaidi, na swali lako basi litaweza kujibiwa, na itakuwa ni vyema zaidi, na tutazidi kusonga hatua nyingine. Kwa hivyo asanteni sana. Leo hii nimekuwa hata mtaani nimekuwa nikipita na kwenye pita zangu, nilikuwa nimesahau kujiintroduce na mimi mwenyewe. Mimi naitwa Machisu Nixon. Asanteni sana.
Kwa hivyo leo hii nimekuwa nikipita humu mtaani kidogo within Nairobi, na nikiuliza vijana pia, nikipata kujifunza kutoka kwao, nikiwasikiza, kwa sababu hawa ni watu ambao wanapenda kusikizwa na kuongeleshwa. Na kidogo nikaweza kupata kuna maswala ambayo inakaya kwamba vijana wanakimbizana nayo, na labda ndio maana nimewaita mahala hapa studioni, ndiposa tukaweze kushirikiana, tukaweze kujua ni yapi ambayo yanawapata vijana huku nje. Labda hata nyinyi mnaweza kuwa mnapitia mambo kama haya, na pia vile vile suluhu linaweza likawa ni gani ama ni lipi. Kwa hivyo kuna hili suala ambalo ni la fedha, ama ukipenda fedha ama pesa, watu wanasema mbesha ndio fedha, alafu na Ukristo, alafu na pressure to succeed. How does it affect youth? Affect vijana kwa njia gani? Unapata kwamba kuna vijana saizi wanakimbizana katika mambo ya wokovu, ndio hao wako huko, katika kutafuta wa pesa wako huko, then unakuja wanakuwa na pressure nyingi sana ya maisha jinsi ambao wangependa kuwa watu wa maana katika maisha, kuendelea katika maisha. How does it affect them? Kwa hivyo ndio maana nimewaita mahala hapa, na nina imani ya kwamba tutaweza kupata majibu zaidi ambayo yatasaidia vijana wetu wengine pale kule nje ambao labda wanapitia changamoto kama hizi. Kwa hivyo kwa sasa nitaomba ya kwamba sasa tuanzie kule kwa John Maeri tukija polepole unasema unachangia jinsi ambavyo unaelewa na jinsi ambavyo labda unavyojua haya maswala yanaenda namna gani. Hebu tueleweshe sasa ndugu yangu Maeri. Okay. Naona nyinyi ndio the youth here today. Okay, thank you very much for that. Karibu sana. Indeed, it is a wonderful question that you have asked. Money, pressure, and how we can succeed outside here as youths. Don't forget Christianity. And Christianity. Thank you for that. Yeah. The first thing is that what we need to know, money is important, but we do not need to take money as our gods. Gods with a small g. Miungu. Most people outside here wanachukulia pesa kama wana worship pesa. Na hilo sio jambo nzuri. Pesa ni mzuri, hatukatai. But how do you use that money? How do you use that money? That's what matters. Yes, as a Christian. So at different levels of people, of Christians, maturity, most people worship money. You find that watu, they are working throughout, they don't find time to look for God. And the Bible says that even if you look for that money, spare some time to look for God. So what I can say about that is that we do not need to worship money, but we should use money wisely for the kingdom of God. So that is what I can say concerning money. And pressure outside here, there is a lot of pressure. For instance, I'm seeing my friend succeeding online. I want to become like the them. Person. The thing is that we want to become like others. That is what most youths do outside here. I am seeing you are progressing. I want to become like you. I don't know which you are competing. You are competing. Yes. That's what you call negative competition. And we know very well that most things we see online, most of them might not be real. They are scam. They are scam. they want wanataka kupea pressure for nothing. You find that you are sinning, you are going against it. Unapata kijana ameingia mahali kwa sababu ameona mwenzake ako na iPhone, ako na gari na ako na vitu nyingi, so pia ameingia huko anataka at least ndiye apate hiyo vitu. So under that pressure is that we as youths we should not aim to be like others. Let us become our own self. Yes. And ask God favor that
Mungu nisaidie niinue. Isije nika yafuata ya ulimwengu ambayo sielewi vile ambavyo watu wameyapata. So under that is that and if we come in Christianity, when you read the Bible, the book of the book of First Thessalonian, ukisoma hapo about a cheerful giver. The moment you give, God blesses you with everything you wish. There is no way that you can. Mungu ametuinstolia baraka zetu kila mmoja. Uwezi taka kukua kama mwenzako until the appointed time God says that Pastor Nixon, you will become like this. Brother John, I will become so and so. So what I want to tell my fellow youths and my fellow colleagues here is that under that topic, let's do what? Let's just wait for God's timing, because God's timing is the best time. Yes, thank you. Asante sana. So kuna mambo mengi ambayo brother Maeri anazungumzia hapa. Amesema kwanza kabisa vijana tusiweze kuabudu pesa. Tusichukulie pesa kama miungu yetu, ya. Alafu haya maisha ya kucompete, I just want to be like so and so. Fulani yako na pesa, hata mimi nataka. Na si kila mtu anataka pesa. Hata mimi nataka pesa. Lakini sasa njia hiyo ya kupata hiyo pesa is now what matters most. Umetumia mbinu gani kupata hizo pesa? Kwa hivyo haya ni masuala, na nafikiria kwamba hizi ndizo changamoto, ni some of the challenges ambazo vijana wetu wana face huku nje, na wakati mwingine labda kama hajafunguka kuzungumuza uwezi ukajua. Si ni ukweli? Asante sana brother Maeri. Kabla turudi kwako, acha tuje sasa, hebu tuchukue hii ya karibu na mimi hapa kwanza kabla tufike kwa John Onzeri. Karibu. Okay, let me start with pressure. I think of course mimi natoka ghetto, nimekaa huko, and najua venye kuko. Like kitu yenye umaliza sisi my youth sahi, it's that pressure, si ndio? Like na pressure iko na vitu mingi sana. First, like kuna pressure ya familia. We have this pressure from the family. Like for example, there's this norm. It's a must for a boy. If you finish school, you leave your parents' house. You see? And then there's still this pressure, like you, maybe for example, you have a kid. You need to provide for that kid. You need to cater for the house. You need to do everything. Like for me, this gender, like I would prefer like 50-50. But it's really like ladies, they can't accept that. Like you can find a lady in the house, she has money, but everything, she'll be just like, no, you are the head of the family, you need to provide everything in the house. Like wanaume huku nje wanapitia boy child tunapitia huku nje sana like tunaumia. Like but ni vile tu saa zingine hauwezi enda ukae na mtu, utaona ni kama dignity yako, like unajishusha, like unaona ukikaa uambie like mtoto ama nini, utaona like hapana, ati wewe ni mwanaume, like ni wewe ni lazima kabisa. So hizo burden zote tuko nazo, ndio unafikiria mtu like mtu anakaa hauna kazi, unapiga hesabu mtoto inafaa ende shule, nyumba ndio inafaa ulipe rent, the family wanakutegea, umekaa tu kidogo, mom home anajua uko Nairobi, anajua uko kazi, uko na pesa, hey kijanangu nitumie hivi. Unaona vitu kama hizo ndio unapata mtu like mtu amekaa ako na stress, ako na nini, inatupelekea pali penye ifai. And then bado tu hiyo yenye nimesema, kuna zile norms like ati zimewekwa tu ni lazima ni mwanaume ndio inafaa ufanye. Like ladies wako better. For example, yenye nimewambia kutoka kwa nyumba, ati ni ukimaliza tu shule lazima utoke. Lazima kama wanaume wengine. And then kuna hii ingine sahi like pia hii pressure ya drugs. Like unaangalia mwenzaka anatumia drugs. Pia wewe unajiweka hapo, na hiyo ndio kitu pia sasa hii natumaliza sisi kama youths.
And then saa zingine sasa penye ukuwa pabaya ni wakati unatumia hizo drugs and then inafika mahali hauna pesa ya kununua hizo drugs. So unaanza kufikiria kwa akili utafanya aje upate pesa ya kununua hizo drugs. And then hiyo ndio unapata like ina lead youths hiyo kwenda kuiba ama kufanya kitu yenye haifai. Jua una kazi, mwenzako ukiomba mwenzako pesa haezi kupatia, utafanya aje ndio ununue? Na hiyo drugs ukiwa that much addicted ni lazima utumie. So unaona that hiyo ndio inafanya ina lead sisi maboy naenda acha niibe ndio nipate pesa ya kununua hiyo drugs. And then kitu kingine yenye mimi nasema pia ni wasichana. Kwanza wasichana ndio pia pressure nyingine mbaya kabisa sana. Like for example uko mwenzako ako na msichana, unaona demu wako anaona ule mwingine uko amebaiwa like t-shirt and all hizi vitu nini, anapelekwa outing and then anakuja kwa wewe, unaweza nipeleka hivyo, nani amefanyiwa hii, nani amefanyiwa hii, amepelekwa outing, amebaiwa nini, si ndio? Na wewe hauna kazi, hauna mahali penye unaweza enda like ukope useme nisaidie. So hiyo pressure like hiyo msichana anakuekelea hiyo pressure like unaamka asubuhi uko tu na hiyo pressure like nitafanyaje msichana pia akae kama ule mwingine. That's why unapata like umefanya kitu haifai, unaenda maybe uibe ama venye tu njia yenye haifai utumie upate hii pesa ati ufurahishe ufurahishe msichana. Na vitu zingine I can say like haifai tujieke that pressure hiyo. Haifai ati juu anafanya pia mimi lazima like my friend amesema hapa ati juu anafanya pia we unafanya like unajiekea, unataka ukue kama ule mtu na ujui ule mtu amefanya nini hapo katikati ndio akafika hapo penye ujui, and juu wewe unataka tu kuja first nataka nikue kama yeye, au juu huyo mtu nini imefanyika hapo katikati. That's why wanasema like pia kuna wale friends like mimi ushinda nao. Unaweza shinda na rafiki the whole day kwa nyumba, kesho asubuhi ukiamka unapata ule rafiki yako amenunua hii. Unaanza kujiuliza like what happened? Huyu mtu nimeshinda na yeye. Huyu mtu nimeshinda na yako hapo, ukijaribu kufanya nini anakuambia no need, hakuna, tusiende kazi, tuchill tu hapa nini. Au juu huyo mtu usiku anafanya nini? Wewe usiku labda unalala, huyo mtu yako biashara yake usiku, alafu ikifika kesho asubuhi amekukujia asubuhi, nyinyi mnatulia hapo. And then nikimalizia about hiyo pesa. Pesa kila mtu anataka. Hakuna mtu mwenye hataki hii pesa. Lakini sasa ni njia gani zenye tunatumia kupata hii pesa, si ndio? And then mimi usema kitu moja, kila mtu ako na time yake na time ya mtu itakuja kufika, si ndio? That's why unaona kuna watu wameomoka and then bado sisi tuko huku. Si ati nini like ni ile saa zingine Mungu anaangalia. Unaweza kuwa ni mzuri lakini intentions zako Mungu anaangalia. Huyu mtu nikimpea hii pesa utafanyia nini? Unaona? Hiyo ndio difference. Kuna ule mtu God anajua nikipea huyu mtu hii pesa atainvest, atafanya hivi like vitu za muhimu. Lakini kuna wewe Mungu anajua nikipea huyu kijana tu hii pesa, kitu ya kwanza ni kila mtu atajua. Ni sherehe nini and all that, hakuna kitu ya muhimu, utafanyia hiyo utafanyia hiyo pesa. Asante. Asante, ni kupiga sherehe kila wakati, sio? Asante za kwa mambo mengi ambayo nimepata kutoka kwa Christopher pia, na amezungumzia mambo mengi mpaka jinsi ambavyo ukosefu wa pesa unaweza ukakupelekea yani pressure ya kwamba nataka kuwa kama fulani ama mwenzake ambaye mko naye your partner na kusukuma nataka and yet you don't have money. So unapata mambo kama haya yamekusukuma, you end up as a youth unajikuta unafanya vitu ambavyo si vizuri ili kwamba ufanye nini? Upate pesa ndio ukaweze kufikia ama kumtekeleza yale mahitaji ambayo alikuwa anahitaji. So labda tu kwa hili sijui labda mambo kama gani ambayo labda huwa yanapelekea yenye vijana wanajiingiza ndani huku nje, mosi yenye labda zenye tunaweza kuwa tunajua yenye vijana wanaingia ndani ndiposa wakaweza ili wapate pesa zile za haraka. Labda brother Onzere tuanzie hapo. Asante sana kwa wakati huu.
Kabla sijajibu hilo swali, ningependa kuchangia pia kuhusu jinsi vijana wanavyojiingiza katika kupata pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. La kwanza ningependa kusema kwamba ukisoma Wakolosai 1:16 nasema kwamba vyote vilivyo katika ulimwengu, vilivyo katika bahari, vilivyo vyote, falme zote, mali zote ni za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So unapokuwa unahitaji fedha, unahitaji mali, zinatoka kwa Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hii pesa, hii mali ambayo tunahitaji, Mungu ako nazo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna yule kijana anasema jamaa anaongelea tu pesa, lakini pia mimi nahitaji pesa, naweza pata aje pesa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu anapeana pesa kwa wakati wake. Haleluya. Amen. Haizi patia mtu mwenye amtegemei. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa katika mnunuzi ule wa duka, alafu kuna watu wawili. Kuna ule ambaye anakuja kila wakati akinunua katika ile duka yako, na kuna ule ambaye anunui katika ile duka yako. So yule ambaye ananunua katika ile duka yako, alafu siku moja ifike ambapo amekosa fedha ya kununua katika ile duka yako. Na yule ambaye mwenye anunuangi wote wakuje kwa wakati mmoja, wakuitisha, wanasema nataka unga. Je, utampatia nani ambaye utampatia yule ambaye anakujanga katika duka lako, ama yule ambaye akujangi katika duka lako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utampatia yule ambaye anakuja kwa duka lako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Najaribu kumaanisha nini? Namaanisha nini? Namaanisha kwamba unapozidi kumtegemea Mungu, unapozidi kumsongea Mungu, mali itakuja tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapozidi kumsongelea Mungu, mali itakuja tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kijana, mahali ulipo, mtegemee Mungu. Amen. Katika akili zako, katika mafikiria zako, mtegemee Mungu. Atakupatia hizo mali ambazo unahitaji. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Asante brother Onzere. Okay, haya yote naona tunazidi tukipata suluhu na ama tukipata kujifunza mengi ambayo yanatendeka humu mtaani, huku nje, yanayo affect vijana wetu, si ni ukweli? Kuna hili jambo ambalo nimekuwa nikimeet some youth hapa mtaani, na wakawa wanasema ya kwamba wakati mwingine, kama nimepata kijana mmoja akaniambia ya kwamba mimi yenyewe bana, penye imefikia na hii life, mimi ninaona tu ni heri, yani since nataka pesa na hakuna kazi, sasa chenye naweza mimi chenye kimetokea ndio naweza yani if anything comes, as long as I'll gain what money, I'll get money, I'll do what, I'll just do it. Na unapata kwamba wamejiingiza, kwa mfano wengine wako wanauza mihadarati. Kuna vijana hapa mtaani wanauza mihadarati, kwa mfano hii bangi, wanauza madawa ya kulevya kila aina. Na mwingine akaniambia yeye sasa kwa sababu ya ukosefu wa kazi ameamua sasa ni heri yeye anawekwa. You are a young person, lakini sasa anawekwa. So I was like, kuwekwa kwa njia gani? So mi bora tu nimepata, hata kama ni mama na anaona ako na pesa, mimi maisha inaendelea. So such things ndio zinafanyika hapa mtaani, na kuna mambo mengine mengi ambayo mpaka unapata mtu amejiingiza katika biashara ambazo si halali, biashara ambazo ni illegal business. So anafanya kwa sababu ako after nini? Pesa. So hawa vijana, ni njia gani tunaweza tukatumia ili tuwasaidie wasione huko, kama yani wakue as Christians, ndio tunaweza wafikia aje ili tuwasaidie wajue kwamba kuna Mungu kuna Mungu, na ikiwa wanaweza muamini huyu Mungu, hizi pesa na zenye wanatafuta kwa njia ambayo haifai hii, Yesu anaweza kuwapa pasipo na kutafuta kwa hizo njia. Labda ni mbinu gani tunaweza tukatumia? Kwa dakika moja tu tuanze. Okay. Yes. Ni asante sana. Kwanza nataka ni the book of 1 Timothy chapter 6 verse 10 inasema money leads to all kinds of evil. Na umezungumzia, kwanza nataka nijibu swali ambalo uliuliza
ni njia zipi ambazo vijana wakati wanapotafuta hizi hela wanazitafuta kwa njia ambayo istahili. Kwanza, jambo la kwanza, utapata wengine wanajihusisha na wizi wa kimabavu kwa sababu of lack of employment in the country. Unapata wengine wamejiingiza kwa wizi, wanaibia watu, wengine wanatumia miadarati na mambo kadhalika. Na umekuja kwa suluhisho, tutawasaidia kivipi? Sasa hii inategemea mindset ya huyo ambayo unataka kusaidia. Ni nini ambacho anafikiria? Kwanza, jambo la kwanza, wewe kama ambayo unataka kumsaidia, wewe kama mentor, wewe kama guide ambayo unataka kwenda kumsaidia. Jambo la kwanza, nenda uketi na huyo kijana. Umsikize. Umuulize shida zake, umuulize 1 2 1 2. Ndio the moment umepata mindset yake, ni nini anafikiria kizuri, ni nini ambacho anachopanga na maisha yake, ako na plans gani, ako na vision gani. Hapo ndipo utapata na njia nzuri ya kufigure out how am I going to help this man, how am I going to help this boy. Na vile ambavyo tutawasaidia, jambo moja, give them an advice. Na sio after umemsikiza mpe advice, na sio advice ya kumkejeli. You know, there are some advisors who give people advice that inaongezea makovu moyoni. Yani advice ambazo mtu anakupea inaongeza shida juu ya shida, machungu ndani juu ya machungu. So after umemsikiza mpe advice ambayo itamuumiza, ni ile ambayo itamweka karibu na Mungu. You know, there are some people who can give people advice hata kama you are instilling or impacting something concerning Christ in the person. Sasa inabidi sasa anasema kama ni hivyo mimi acha niende tu. Juu kama Ukristo ni wa aina hiyo, mimi acha niende. Jambo la kwanza, we should look on type of advices to give those people concerning their condition. Number 2, nikimalizia is that look kama anahitaji, kijana kama kwa mfano njia nzuri ya kusaidia mtu sio kumpea hela. Hilo ndilo jambo ambalo mnapaswa kujua. Njia nzuri ni ya kutafuta vile ambavyo huyu mtu atakuwa anapata hii hela kila siku. Ndiposa asija akakutegemea wewe kama ambao utakuwa unamsaidia hela. Jambo ambalo Mkristo ama yeyote yule ambaye atakayetaka kusaidia mtu anahitaji kufanya ni mtafutie kazi. Mali atakuwa busy. Hata kama alikuwa mlanguzi wa madawa za kulevya, atakuwa so busy in that atapata time ya kutumia hizo vileo zake, atapata ile time ya idle. You know, an idle mind is a devil's workshop. So we need to do what? We need to keep them busy as much as possible. That's why it's good we as though sisi ambao tumemjua Mungu, sisi ambao tunaongoza vikundi tofauti. The moment you bring somebody in a group, hiyo time yenye mna meet, imagine akijoin hapo ameavoid vitu nyingi huko nje. Ameavoid kitu cha kwanza, ameavoid maybe ilikuwa shetani amemtime mtu mahali, but the moment ako kwa fellowship, the moment anasikiza the word online, the moment you are giving the person, you are inspiring the person, then you are trying to change something, a certain aspect kwa maisha yake. The moment you change that, akiendelea hivyo, in fact you mentor that man, that boy, that elder to become a better person and a more responsible person in the society. That's all. Asante sana, nimefurahishwa na jambo pale umesema ya kwamba njia moja wapo ya kuwasaidia hawa vijana, it's not all about just giving them money, ya kwamba una kitu fulani shika chukua. Hapana, ni kumuelekeza jinsi ambavyo anaweza akawa anapata hiyo pesa, hata kama ni ngapi, ile kidogo at least kila wakati au ana generate. Ni ukweli. And I think it's something that is very important kwa hawa wote ma youth. Ikiwa tutafanya hivyo itakuwa ni vyema sana. Na lakini sasa mwingine unasikia anasema kwamba nahitaji kazi, chenye kimenipelekea nimefikia hapa ni kazi sina.
na labda you the person who is mentoring that person huna hiyo kazi. Na what do you think, utatumia mbinu gani kumuelezea ama kumuongelesha ndiposa ajue inafaa niachane na hii biashara hata kama saa sina kazi, inafaa niachane hii biashara then ni depend kwa Mungu ili akaweze kunisaidia? Labda tu kwa dakika moja, brother Wanjeri. Amen. Ningependa kutumia story moja katika Biblia. Wakati Yesu Kristo alipowateua mitume akina Petero, mitume 12, alikuwa kila wakati anatembea nayo pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So najaribu kumaanisha nini? Unapompata kijana akiwa katika ulawati, akiwa katika dawa za kulevya pale, usimwambie tu leo na kuonesha hivi, hapana. Unatembea pamoja naye. Unatembea naye pamoja, ukimsaidia, ukimwambia kama ulikuwa unavuta sigara kila siku packet moja, leo punguza. Haezi acha tu that mara moja. Leo unamwambia leo usivute hii. Na unatembea naye. Unajua ukimwambia tu na ukue uko karibu na yeye, ni mbaya sana. Ndio unapata Yesu alipoondoka, aliporejea akapata kina Petro bado amerudi wapi? Kuvua samaki. Bwana Yesu asifiwe. So wale vijana ambao tutawatoa katika ulawati, katika dawa za kulevya, tunapowashika mkono na kutembea nao, alafu wamesimama strong, tukiwaachilia wataenda strong. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ni mojawapo wa kuwasaidia. La pili ni kwamba kuna wale vijana ambao wameingia katika asa wanasema mi bora jambo lolote lile litakalo tokea, mi bora nipate mama. Okay, I was one victim. This is an experience. Mimi nilipokuwa nikifanya kazi kule side za Karen kule, kuna sehemu yenyewe. Siwezi taja place yenyewe. Kuna one of there were 3. Si mara ya kwanza, si mara ya pili. So kuna sugar mummies walikuja wakani approach. So my intention iko inaelewa wanataka nini. Bwana Yesu asifiwe. So mmoja akanikujia akaniambia, sasa kijana, you look handsome. Nikamwambia thank you. So akaniambia, so the more the spirit in me kaniambia, sikuwa najua the bad intention of that woman. So akakuja straight on point, akasema I want to feed you. Nikamwambia what do you mean? Anaambia I got money, I got everything, but I want to keep you as my husband. Nikamwambia no, that can't work. Because I remember in the Bible that Joseph alijua my vision yenye God amenipatia ni kubwa sana kuliko hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu la pili nasemanga naitwa John Reeves. Reeves inamaanisha kwamba I'm ready to evolve my effort in my vision by enduring a success. Yani nikikumbuka kwamba kuna jambo ambalo ninastahili kuchukua hatua na kusonga mbele, mambo kaa hezi nirudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mmoja wapo ambaye alinikuta. Wa pili akanikuta akiwa na nikiwa tu natembea kwa barabara, akanikuta akasimamisha gari, aniuliza location, akaniambia by that do you have someone? Bwana niuliza do you have someone, nikafikiria anamaanisha nini. So kitu kanilenga is the same person, ni different person but same attitude yenye anataka. So anashukuru Mungu alinisaidia nikaepuka majaribu hayo. So jaribu ambalo ningependa kukuambia kwamba ikiwa kama utatemptiwa, utajaribiwa katika jaribu hilo, ni kwamba we usifikirie yayo mali yenye anakuitia yayo ni kidogo tu. Yenye Mungu amekupangia ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Najua itakuwa ngumu, utasema mimi nimetarajia mama anitoe katika anitoe katika blocks bana. Najua wengi anasema nimetarajia mama anitoe katika blocks. Mungu amejibu maombi. Hapana, Mungu hawezi jibu maombi that way. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. So wakati wa Joseph that he was Potiphar's wife. So the Potiphar's wife, ukisoma Biblia utapata Joseph alimarry the daughter of that Potiphar's wife. Bwana Yesu asifiwe. So usikule mapooza. Sijui kama unanielewa pale. Vizuri vinakuja. Vizuri zinakuja. Usikule mapooza. Unajua mtu anasema
mapooza ni hawa mama. Namaanisha yani usikule kile ambacho si chako. Amen. Ngojea Mungu atakuletea yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ani hayo tu, mbarikiwe. Asante sana brother Onzere. Nao ndio tunazidi kujua kumbe kuna reality. Yes. Kuna reality ya haya mambo. Yes. Ya kwamba kama inaweza tendekea Onzere, pia ina maana kuwa kuna theather Onzere kule nje ambao pia wanapitia sisi, ni kweli kabisa. Kwa hivyo mambo kama haya ndio inafaa tuyaangalie. Tunapoyachambua hivi, labda kuna kijana kule nje pia naye anapata kufanya nini? Kujifunza jambo moja na tukisonga mbele. Kwa hivyo wamesema zingatia. Kwa dakika moja tu, kwa sababu naona muda wetu haupo pamoja nasi, na labda kabla hujazungumza nikumbushe tu wale watazamaji wetu ya kwamba jinsi nilivyokuwa nimesema mwanzoni tukianza hiki kipindi, unaweza ukiwa na swali ungependa kuuliza, uko na comment yoyote ni kwa ajili ya haya mafundisho, unaweza ukaenda kwa comment section then ukaweka swali lako, na tutaweza kukujibu kwenye vipindi ambavyo vinaendelea kuja mbele zetu, na itakuwa ni vyema. So tunapoendelea, karibu sana brother Christopher, dakika yako moja kwa haraka tu. Haya, nikimalizia tu kwa hiyo dakika moja, naweza sema kuwa penye tunaweza jaribu kusaidiana, ni you be your brother's keeper, si ndio? Kwa mfano, ukisikia opportunity mahali, usikalie ati useme labda nikipeleka huyu mtu atakuwa bora ama atafanya aje, like atafanikiwa kunishinda. Hapana, you never know. Sometimes God anatumia wewe. Anataka upeleke huyu mtu and then hizo baraka za huyo mtu ndio atakurudishia. So like for example, ukisikia tu kuna mahali ama kuna kitu, usiogope, like ambia mwenzako, unaona ako hapo hana kazi, ambia mwenzako, at least utakuwa umejaribu, utakuwa umemsaidia hata kama ataanza kufikiria hizo vitu. And then vitu zingine tunaweza jaribu kuavoid kama vijana ni kukaa kwa hizi vikundi zenye hazitusaidii, si ndio? Like unapata uko kwa vikundi zimefanya mambo mingi, hauwezi pita mahali, hauwezi tembea mahali, unakaa tu kwenyu peke yake. Kwa hizo vikundi mkikaa, hakuna kitu ya maana mnaongea. Like mnaongea tu mambo na wasichana, venye mtaiba na madawa na sherehe. Jaribu kuavoid hizo vikundi. That's why mimi upenda saa zingine huwa nakaa peke yangu. Juu najua nikikaa pale hakuna kitu yenye napata. Hatujakataa, ongea na wao, labda ukipita wasalimie. Lakini ikifika mahali pengine unaona mnaanza kuongea vitu zenye haziwasaidii, jaribu kuepuka, kwa sababu utajikuta mahali penye ifai. Hatukatai, kazi ni ngumu, lakini mimi usema usiwahi give up na hii maisha. You never know, juu Mungu, you never know Mungu ako na plans zako gani. Labda Mungu anataka ufanye hivyo, upitie, lakini you never know ahead amekuplania nini, si ndio? You never know. Kama kwa Bible anaitwaje huyu mwenye alijaribiwa nini, familia yake nini, kila kitu akanyang'anywa. Job akanyang'anywa kila kitu, si ndio? Unaona shetani alijaribu mara ngapi? Angekuwa mtu mwingine ange give up haraka. Umefanyiwa hiyo, obvious kwa hii dunia yetu saa hii mtu ufanyiwe hivyo, si uta give up haraka. But unaona yeye alifanya nini? Alikuwa na msimamo, na inafaa tukue na hiyo msimamo kwa hii maisha yetu. Na bado pia tunajua saa zingine ni ngumu kabisa, tujakata maisha penye iko saa hii ni ngumu, hakuna kazi, lakini never give up. Mimi always usema ipo siku Mungu atafungua kila kitu. Asante sana brother Christopher. Ni mengi ambayo tumepata kujifunza, na na imani ya kwamba watazamaji wetu na wanaotusikiza ni kwamba umepata jambo ambalo litakusaidia katika haya mafundisho. Kwa hivyo lenye nitasema ni kwamba wewe kama kijana unaweza ukamtumikia Mungu na bado ukatafuta pesa kwa njia ambayo ni nzuri na impendeza Mungu, na bado unaweza ukawa na mipango miema ya maisha yako ya baadaye. Bora tu usijilinganishe na watu, usikimbie mbio za wengine. Just maintain your pace na Mungu atakubariki tu katika hiyo pace yako. Si ni kweli? Tunapoenda hivyo
tutafika mbali na maisha yetu, tutaishi maisha ambayo ni mazuri. Kwa hivyo usijiingiza katika vices ambazo hazifai, endelea kumtegemea Mungu. Na katika Mungu kuna mambo yote. Wanasema ndani ya Yesu kuna kila kitu. Ukimpokea yeye, basi maisha yako inabadilika na unakuwa mtu wa maana katika maisha. So asanteni sana John Maeri, John Onzere, yani the two Johns today in the house. Amen. It was good. And also Christopher, yes. Karibuni tena. Na imani ya kwamba kuna mambo mengi ambayo tutazidi kuzungumzia ni kwa ajili ya haya mazungumzo ya leo, na na imani ya kwamba next mtatenga muda wenu, na nikiwaita tena tutaweza kuchambua zaidi kiundani, ndiposa watazamaji na wanaotusikiza wakapate kujifunza mengi, na itakuwa ni vyema. Otherwise, asanteni sana. New Generation Show, Sunday Show is a show that uwezi ukakosa kutazama kila wakati. Fuatilia hapa RCM Radio na itakuwa ni baraka sana, na Mungu amani awabariki. Asanteni sana. Amen. And may God bless you so much. Amen. Thank you very much.